Habari zenu wapendwa wanaotuunga mkono kwenye kituo chetu cha YouTube cha Ufalme Uliopotea. Leo nitawaletea hadithi yenye nguvu sana kuhusu shujaa wa kupigana na ukoloni wa Kiingereza. Mekatilili wa Menza ni jina ambalo linapaswa kufahamika na kila Mwafrika anayependa uhuru wake. Mama huyu mzee wa miaka 70 alikuwa kiongozi wa upinzani dhidi ya wakoloni huko Kenya. Alikuwa katika jamii ya Wagiriama ambao waliishi katika eneo la pwani ya bahari ya Kenya. Kabla tuendelee zaidi na hadithi hii yenye kuvutia sana, nawaomba msijisahau kusubscribe kituo chetu na kupiga like video hii. Historia ya Wagiriama na upinzani wao ulianza miaka mingi kabla ya Mekatilili kuingia kwenye siasa. Waingereza walikuwa wamewasili nchini Kenya mwaka 1885 baada ya muungano wa Berlin. Kampuni ya Imperial British East African Company ilifanya kazi ya kutawala eneo hilo kwa niaba ya serikali. Mwaka 1886, serikali ya Kiingereza ilianzisha British East Africa Protectorate. Ardhi za Wagiriama zilikuwa na umuhimu mkubwa kwa Waingereza kwa sababu zilikuwa karibu na pwani. Kazi ya kujenga reli kutoka Mombasa hadi Ziwa Victoria ilianza mwaka 1886. Ujenzi wa reli huo ulileta mabadiliko makubwa na maumivu kwa watu wa hapo karne ya 19. Waingereza walichukua ardhi za wazawa bila malipo yoyote au mazungumzo ya haki yoyote hata kidogo. Kodi mbalimbali zilianzishwa kwa sababu moja tu, ambayo ni kulazimisha Waafrika kufanya kazi kwa wazungu wa kikoloni. Wagiriama walikuwa na unabii wa kale unaoitwa Mepoho, ambao ulitabiri kuja kwa watu weupe. Unabii huu ulianza tangu karne ya 13 na ulisema kwamba wageni watakuja na kuleta mateso. Jamii ya Wagiriama iliamini sana kwenye desturi zao na mila zao za asili za Kiafrika. Waingereza walitaka kuwafanya Wagiriama waache desturi zao na kufuata njia za Kiulaya za maisha. Walipiga marufuku ibada za jadi na kuharibu mahali patakatifu pa Kaya ambapo Wagiriama walikuwa wakifanya ibada. Kodi ya nyumba au hat tax ilizinduliwa mwaka 1901 kwa ajili ya kuwalazimisha watu kufanya kazi. Ikiwa mtu hakuwa na pesa ya kulipa kodi hiyo, basi alilazimika kwenda kufanya kazi kwenye mashamba ya wakoloni. Hii ilikuwa ni aina ya utumwa wa kisasa ambao ulileta uchungu mkubwa kwa jamii ya Wagiriama. Kwa hivyo tunaweza kuelewa ni kwa nini upinzani ulizuka kwa nguvu mwaka 1913. Mekatilili wa Menza alizaliwa karibu mwaka 1843 eneo la Malindi. Alikuwa ameolewa katika jamii ya Wagiriama na alikuwa na watoto kama mama mwingine yeyote wa wakati huo. Lakini Mekatilili alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuongea na kuwashawishi watu kwa njia ya kipekee. Alipata umaarufu kwa sababu ya mahotuba yake yenye nguvu dhidi ya utawala wa wakoloni wa Kiingereza. Mwaka 1913, Mekatilili alikuwa na umri wa karibu miaka 70. Katika umri huu, mzee sana alichagua kuongoza upinzani dhidi ya ukoloni wenye silaha na teknolojia ya kisasa. Atilili aliamini kwamba ni wajibu wake kuwalinda vijana wa Wagiriama wasiletwe kwenye vita vya wakoloni. Vita vya kwanza vya dunia vilikuwa vimeshaanza na Waingereza walitaka kuchukua vijana wa Kiafrika kupigana kwa ajili yao. Mekatilili na viongozi wengine wa Wagiriama walikataa kabisa kutoa vijana wao kwenda kupigana vita vya wazungu. Alitumia dansi takatifu ya Kifudu ambayo ilikuwa inafanywa wakati wa mazishi ya kuwaongoza watu wake. Katika hafla hizo za dansi, Mekatilili aliwaongoza watu wake kuwapa viapo vya kupinga utawala wa koloni. Viapo hivyo vilitumika kuunganisha jamii ya Wagiriama katika upinzani wao dhidi ya wakoloni wa Kiingereza huko pwani. Airborne Fungo ilikuwa kituo kikuu ambacho wapinzani walikutana na kupanga njia za kupambana na wakoloni. Mekatilili alisafiri katika vijiji vingi wakati wa mwezi wa Julai na Agosti mwaka 1913. Katika kila kijiji alipanga jukwaa na kuongea kwa sauti kubwa kuhusu haki ya watu wake. Aliwaambia Wagiriama kwamba ni lazima wazuie mipango yote ya wakoloni ya kuwachukua ardhi na vijana wao.
Alitumia mifano ya jamii yao kuonyesha jinsi gani wakoloni walikuwa wakivunja utamaduni wao wa Kiafrika. Alisema kwamba ibada za jadi za Wagiriama zilikuwa muhimu zaidi kuliko dini za wakoloni za Kikristo. Nawaomba muandike kwenye sehemu ya comments ni nini mnachofikiria kuhusu ujasiri wa Mekatilili katika umri wake. Je, mnaamini kwamba kina mama wa siku hizi wanaweza kufanya hivyo kwa ajili ya jamii zao? Tukio moja muhimu sana lilitokea mwaka 1913, tarehe 13 mwezi wa Agosti. Arthur Champion, ambaye alikuwa msimamizi wa serikali ya kikoloni, alitaka kukutana na viongozi wa Wagiriama huko Chakama. Madhumuni yake ilikuwa kuwashawishi vijana wa Wagiriama wajiunge na jeshi la Kiingereza kwenda kupigana vita. Mekatilili alijitokeza kwenye mkutano huo akiwa amebeba kuku na vifaranga wake wadogo wadogo wenye hadithi ya kufundisha. Alimwambia Champion achukue mfaranga mmoja kutoka kwa mama yake kama anavyotaka kuchukua vijana kutoka kwa jamii yao. Kuku mama alimbana Champion na kumdonda mkono hadi akaambiwa kwamba ndivyo Wagiriama watakavyofanya kama atathubutu kuchukua watoto wao. Hii ilikuwa ni ishara ya ujasiri mkubwa sana dhidi ya mamlaka ya wakoloni wenye nguvu na silaha. Waingereza walipata hasira sana na walipiga risasi, wakatumiwa silaha zao za kisasa kuwaua Wagiriama wengi wasio na silaha. Nyumba za Wagiriama zilichomwa na hata kaya takatifu ambayo ilikuwa mahali pa ibada ilichomwa na wakoloni. Waingereza walitumia silaha za kisasa ikiwa ni pamoja na bunduki za machine gun kuwaua watu wengi. Kwa kweli, tunaweza kusema kwamba hii ilikuwa ni njama ya kukandamiza upinzani kwa nguvu kali sana. Miili ya watu walioliwa ilichomwa pamoja na kondoo katika moto mmoja. Kwa kumbe nia ilikuwa kuwaadhibu Wagiriama. Mekatilili alikamatwa na kupelekwa kwenye kifungo cha mbali katika eneo la Kisii mwaka 1913. Lakini mama huyu jasiri hakukata tamaa wala hakubadilisha msimamo wake kuhusu haki ya watu wake wa Wagiriama. Alitoroka gerezani na kusafiri kwa miguu kutoka Kisii hadi Kilifi ambapo ni eneo la makwao yake. Safari hiyo ilikuwa ni zaidi ya kilomita 400 ambazo alizisafiri kwa miguu bila njia madhubuti yoyote. Hii inaonyesha uzalendo wake na upendo wake kwa watu wake ambao ulikuwa usiotishika na hofu yoyote. Mwaka 1914, tarehe 16 mwezi wa Agosti, Mekatilili alikamatwa tena. Wakati huu Waingereza walimtuma kwenye ufungoni huko Kismayu nchini Somalia, ambayo ilikuwa mbali zaidi kutoka nyumbani kwake. Lakini hata hivyo, Mekatilili alitoroka tena na kusafiri kwa miguu mrefu kurudi Kilifi, hadi hapo alipowasili salama. Ujasiri wa Mekatilili ulipelekea watu wengi wa Wagiriama kuendelea kupinga utawala wa wakoloni hadi miaka ya baadaye. Disregani wa Wagiriama uliendelea hadi karibu mwaka 1924 ambako Waingereza walibadilisha sera zao. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe kituo chetu na kupiga like, naomba mnaweza kufanya hivyo sasa ili msikose maudhui mengine. Historia za mashujaa wa Kiafrika lazima zisomwe na kujulikana na vizazi vyote vijavyo vya Afrika. Mekatilili alikufa miaka ya 20 ya karne ya 20 kwa sababu za kawaida za umri wake. Lakini kumbukumbu zake ziliendelea kuwa hai katika nyimbo na hadithi za wazee wa Wagiriama hadi leo. Kila mwaka, jukumu la kumkumbuka Mekatilili linafanywa kupitia tamasha la kitamaduni linaloitwa Mekatilili wa Menza Festival. Alizikwa katika eneo linaloitwa Dakacha Woodland, ambalo ni msitu wenye umuhimu mkubwa kwa mazingira. Msitu huo una ndege wa kipekee wa aina ya Clark's Weavers ambao hujenga viota vyao mahali hapo tu ulimwenguni. Zaidi ya historia ya kivita, Mekatilili alilinda utamaduni wa Wagiriama kupitia dansi na nyimbo za jadi. Aliwafundisha vijana wa Wagiriama
kwamba ni muhimu kudumisha lugha yao, desturi zao na mila zao. Alikataa kabisa sera za Waingereza za kuwafanya Waafrika waache utamaduni wao na kuwa kama wazungu katika maisha. Hadithi ya Mekatilili inatuonyesha kwamba wanawake walikuwa na nafasi kubwa katika harakati za kupigania uhuru wa Afrika. Katika jamii nyingi za Kiafrika za wakati huo, wanawake hawakuwa na ruhusa ya kuongoza au kuchukua maamuzi makubwa. Lakini Mekatilili alibadilisha historia hiyo na kuonyesha kwamba wanawake wana uwezo wa kuwa viongozi wa harakati za kijamii. Mwanaharakati wa kisasa wa kike kutoka Kenya anaitwa Lydia Dola alisema kwamba Mekatilili aliwafungulia njia wanawake wa baadaye. Lydia alisema kwamba wakati huo wanawake hawakuwa mbele kwenye harakati za kupigania haki na usawa wa jamii. Mekatilili alikuwa mmoja wa wanawake wachache ambao walikuwa na ujasiri wa kusimama na kupigana kwa ajili ya watu. Kazi yake ilikuwa muhimu sana kwa sababu watu walipata moyo wa kupinga ukoloni kwa sababu ya uongozi wake. Leo tunaweza kusema kwamba Mekatilili alikuwa mfano wa kwanza wa uongozi wa kike katika harakati za mapambano ya uhuru. Wimbo mmoja wa kisasa unaoitwa Mama Mafaita uliundwa kumheshimu Mekatilili na wanawake wote wanaopigana kwa ajili ya haki. Wimbo huo umechanganya lugha ya Kiswahili na Kiingereza kuonyesha umoja wa harakati za wanawake kupitia Afrika. Hatua ya Mekatilili ya kutumia mifano ya kawaida kama kuku na vifaranga kuwasilisha ujumbe wake ni ya kuelimisha. Alielewa kwamba watu wangeelewa vizuri zaidi ikiwa atatumia mifano kutoka kwenye maisha yao ya kila siku. Badala ya kuongea tu kwa maneno ya kisiasa, alionyesha kwa vitendo jinsi wakoloni walivyokuwa wakidhulumu watu. Mwenye sehemu ya comments kuhusu namna ya Mekatilili kutumia mifano ya jamii. Je, mnaonaje njia hii ya kuwasiliana na watu ikilinganishwa na njia za siasa za kisasa za kuwasiliana? Upinzani wa Mekatilili ulitokana na mambo mawili makubwa ambayo ni kiuchumi na kijamii. Katika jamii yake, yeye alitaka kuzuia wafanyakazi wote wa Wagiriama wasifanye kazi kwa mamlaka za kikoloni za Waingereza. Nia yake ilikuwa kuhakikisha kwamba watu wa Wagiriama watabaki katika eneo lao na kusaidia ustawi wa jamii yao. Aidha, Mekatilili alikuwa na wasiwasi kuhusu ongezeko la ushawishi wa kimagharibi nchini Kenya wakati huo. Aliona kwamba ushawishi huo ulikuwa ukiharibu utamaduni wa Wagiriama kwa kutoa desturi zao na kuwaingiza katika mfumo wa kikoloni. Tarehe 13 mwezi wa Agosti mwaka 1913, msimamizi wa serikali Arthur Champion alifanya mkutano wa umma. Katika mkutano huo alitoa mahitaji yake kwa jamii ya Wagiriama ambayo yalikuwa ni kulipa kodi na kutoa vijana. Mekatilili alichukua jukumu kubwa katika mkutano huo na kuonyesha upinzani wake kwa mahitaji ya Champion kwa njia ya wazi. Alitoa kiapo kwa mdomo kwamba hatoshirikiana na watawala wa kikoloni katika mambo yoyote ya unyanyasaji wa watu wake. Hisia zake zilichochewa na kile alichokiona kuwa uharibifu wa utamaduni wa jadi wa Wagiriama uliosababishwa na ukoloni. Jamii ya Wagiriama ni jamii yenye mfumo wa kimila ambapo wanaume ndio wenye mamlaka ya kiongozi. Kwa hivyo ni ajabu sana kuona mwanamke akichukua uongozi katika jamii hiyo wakati huo wa miaka ya mwanzo ya karne ya 20. Mekatilili aliathiriwa na unabii wa Mepoho ambao ulikuwa umesema kuhusu kuja kwa wageni kutoka nje ya Afrika. Unabii huo ulisema kwamba wageni watakuja na kuleta mabadiliko makubwa ambayo hayatakuwa mazuri kwa watu wa hapo. Baada ya kuona matendo ya wakoloni, Mekatilili aliamini kwamba unabii huo ulikuwa ukitimia mbele ya macho yao. Aliona jinsi Waingereza walivyokuwa wakichukua ardhi kubwa za Wagiriama na kuwafukuza watu kutoka makwao bila huruma yoyote. Aliona jinsi mishonari wa Kikristo walivyokuwa wakiharibu mahali patakatifu pa Kaya na kuridikisha ibada za jadi za Wagiriama. Aliona jinsi vijana wa Wagiriama
walivyokuwa wakilazimishwa kufanya kazi kwa chakula kidogo sana kwenye mashamba ya Waloni. Mambo haya yote yalimfanya Mekatilili asimame na kuongoza upinzani dhidi ya wakoloni kwa dhati na ushupavu mkubwa. Upinzani wake haukuwa wa kivita tu, bali ulikuwa pia wa kiutamaduni wa kuhifadhi mila na desturi. Aliamini kwamba ikiwa Wagiriama wangeacha utamaduni wao, basi wangepoteza utambulisho wao kama taifa na jamii ya pekee. Kwa hiyo, aliwafundisha vijana kuhusu dansi za jadi, nyimbo za zamani na hadithi za mababu zao. Alisisitiza umuhimu wa lugha ya Kigiriama ambayo ilikuwa ikipotea kwa sababu ya ushawishi wa lugha ya Kiingereza. Mekatilili alifanya kazi na viongozi wengine wa Wagiriama kama Wanje wa Madorika ambaye alikuwa mzee mwenye hekima. Pamoja waliunda muunganiko wa upinzani ambao ulikuwa na lengo moja tu, la kuwafukuza wakoloni kutoka ardhi yao. Wakoloni walijaribu kuwagawa Wagiriama kwa kuwapa baadhi ya viongozi nafasi za mamlaka katika utawala wa kikoloni, lakini Mekatilili na wafuasi wake walikataa kabisa kuungana na Waingereza katika utawala wa unyanyasaji wa watu wao. Hii ilianzisha mfano ambao baadaye utafuatwa na mashujaa wengine wa upinzani katika sehemu nyingine za Afrika. Mfano wa Mekatilili ulionyesha kwamba upinzani unaweza kufanikiwa hata bila silaha za kisasa ikiwa watu wameungana na kuwa na azma. Kwa kweli, tunapaswa kuelewa kwamba harakati za Mekatilili hazikuwa za mtu mmoja, bali zilikuwa za jamii nzima. Walikuwapo wanawake wengi wengine ambao walishirikiana na Mekatilili katika harakati za upinzani, lakini majina yao hayajulikani. Historia mara nyingi inakumbuka viongozi wakubwa, lakini husahau watu wa kawaida ambao walifanya kazi ngumu za kulinda jamii. Mekatilili mwenyewe alikubali kwamba mafanikio yake yalikuwa ni matokeo ya juhudi za watu wengi wasio na majina. Hii inatufundisha somo muhimu kwamba mapinduzi ya kijamii yanahitaji ushirikiano wa watu wengi, sio mtu mmoja tu. Ikiwa tutakumbuka hadithi ya Mekatilili, lazima pia tukumbuke wanawake wengine na wanaume waliopigana pamoja naye. Vita dhidi ya ukoloni wa Waingereza viliongezeka baada ya matukio ya mwaka 1913. Wagiriama waliendelea kupinga kodi za wakoloni na sheria za kufanya kazi kwa nguvu kwenye mashamba ya wazungu. Waingereza walituma askari zaidi kutoka miji mingine ya Kenya kuja kusaidia kukandamiza upinzani wa Wagiriama. Mapigano yalikuwa makali sana na watu wengi wa Wagiriama waliuawa kwa sababu wakoloni walikuwa na silaha bora. Hata hivyo, Wagiriama hawakukata tamaa wala hawakuacha kupigana kwa ajili ya ardhi yao na uhuru wao. Mwaka 1914, vita vya kwanza vya dunia vilikuwa vimeshaanza na Waingereza walihitaji askari wengi. Walitaka kuchukua vijana kutoka mataifa mengi ya Afrika kupeleka Ulaya na mahali pengine kupigana vita vya wazungu. Lakini upinzani wa Mekatilili na viongozi wengine ulifanya iwe vigumu kwa Waingereza kupata vijana wa Wagiriama. Hii ilipelekea Waingereza kutumia nguvu zaidi na kuwakamata viongozi wa upinzani ili kuwatisha wengine wasiwe na ujasiri. Hatua hii haikufanya kazi kwa sababu upinzani ulikuwa umeshazikwa moyoni mwa kila Mgiriama. Hata baada ya kukamatwa Mekatilili, watu wake waliendelea kupinga utawala wa kikoloni kwa miaka mingi baadaye. Historia inaonyesha kwamba harakati za Mekatilili zilipelekea mabadiliko makubwa katika sera za Waingereza katika eneo la pwani. Naomba tena, mniandikieni maoni yenu ya kina kuhusu hadithi hii ya Mekatilili na Wagiriama dhidi ya wakoloni. Je, mnaonaje mahusiano kati ya upinzani wa Mekatilili na harakati nyingine za uhuru baadaye kama Mau Mau? Baada ya miaka ya upinzani, Waingereza walitambua kwamba hawangeweza kufanya kila kitu walichotaka bila ushirikiano na viongozi wa Wagiriama. Walibadilisha sera zao kidogo na kuanza mazungumzo na viongozi wa Wagiriama kuhusu njia za amani ya kutatua migogoro. Lakini mambo mengi ambayo Mekatilili alipinga, kama kuchukua ardhi na kulazimisha kazi, yaliendelea kwa miaka mingi zaidi. Kweli ilikuwa kwamba ukoloni uliendelea hadi mwaka 1963 ambapo Kenya ilipata uhuru wake. Mekatilili hakuishi kuona uhuru huo, lakini mapambano yake yaliweka msingi wa harakati za baadaye
za upigaji vita dhidi ya ukoloni. Kati ya watu waliokumbuka juhudi za Mekatilili ni viongozi wa baadaye wa Kenya kama Jomo Kenyatta na wengine. Kenyatta mwenyewe aliongoza harakati za Mau Mau dhidi ya Waingereza miaka ya 45 baadaye. Tunaweza kusema kwamba mfano wa Mekatilili uliwasaidia viongozi hao kuelewa kwamba upinzani ni lazima uwe na mizizi katika jamii. Mekatilili alionyesha kwamba kwa kuunganisha watu kupitia utamaduni na desturi zao, mtu anaweza kupata nguvu ya kupinga unyanyasaji. Pia alionyesha kwamba wanawake wanaweza kuwa viongozi wakuu katika harakati za kijamii na za kisiasa za kupigania haki. Hii ni somo ambalo liko muhimu hata leo katika harakati za demokrasia na haki za binadamu Afrika nzima. Hatua ya Mekatilili ya kutumia viapo vya kikabila katika dansi za Kifudu ilikuwa mbinu ya kisiasa iliyofaa sana. Viapo hivyo viliwaongoza watu pamoja na kuwafanya wote wahisi kwamba wanashiriki katika harakati za pamoja. Hii ni tofauti na njia za kisasa ambazo mara nyingi zinategemea maandamano na mikutano ya kisiasa peke yake. Mekatilili alielewa kwamba ili kufanikiwa anahitaji kuchanganya mambo ya kidini, ya kijamii na ya kisiasa katika mfumo mmoja. Kwa kufanya hivyo, aliweza kupata msaada wa wazee wa jamii ambao walikuwa na mamlaka ya kidini na kijamii. Pia aliweza kupata msaada wa vijana ambao walikuwa na nguvu za kivita za kulinda jamii dhidi ya mashambulizi. Njia hii ya kuunganisha makundi mbalimbali katika jamii ni somo muhimu kwa viongozi wa siku hizi. Matokeo ya upinzani wa Mekatilili yaliweza kuonekana kwa miaka mingi baadaye katika historia ya Kenya nzima. Wagiriama waliendelea kuwa na nafasi muhimu katika harakati za uhuru wa Kenya hadi uhuru ulipotangazwa. Baadhi ya wajukuu wa Mekatilili na wa watu waliokuwa pamoja naye walishiriki katika harakati za Mau Mau. Jamii ya Wagiriama hadi leo inazikumbuka Mekatilili kama shujaa mkuu na mama wa taifa lao la Wagiriama. Sifa za ujasiri wa Mekatilili zimekuwa zikisimuliwa kutoka kizazi hadi kizazi kupitia hadithi na nyimbo za wazee. Leo mashule mengi ya msingi na sekondari Kenya yanaitwa kwa jina la Mekatilili ili kukumbuka juhudi zake. Hii inaonyesha kwamba taifa la Kenya linathamini historia yake na mashujaa wake wa upinzani dhidi ya ukoloni. Wakati tunapozingatia hadithi ya Mekatilili, tunapaswa pia kuzingatia hali ya wanawake katika jamii za Kiafrika leo. Je, wanawake wa leo wana nafasi sawa na wanaume katika uongozi wa jamii na nchi zao? Je, tunaendelea kumkumbuka Mekatilili kwa maneno tu au tunafanya kazi za kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi? Haya ni maswali ambayo kila Mwafrika anapaswa kujitafakari kwa kina sana katika maisha yake ya kila siku. Mekatilili mwenyewe angelalamika ikiwa angekuwa hai leo na kuona kwamba bado wanawake hawana nafasi za uongozi. Ujumbe wake ulikuwa wazi kwamba wanawake wana uwezo sawa na wanaume wa kuongoza jamii kwa hekima na ujasiri. Kwa hivyo ni wajibu wa sisi sote kuhakikisha kwamba hadithi yake haibaki tu katika vitabu, lakini inakuwa ukweli wa maisha. Ikiwa tunataka kuelewa vizuri zaidi hadithi ya Mekatilili, tunapaswa kuzingatia mazingira ya kijamii ya wakati huo. Jamii ya Wagiriama ilikuwa na muundo wa kimila ambao ulikuwa ukitawaliwa na sheria za jadi za wazee. Wanawake waliokuwa na umri kama wa Mekatilili kwa kawaida wangekuwa wamestaafu kutoka mambo ya uongozi wa umma. Lakini yeye alichagua kuvunja kanuni hizo na kuchukua nafasi ya kiongozi katika wakati wa shida kwa jamii yake. Hii inaonyesha kwamba katika nyakati za hatari, watu hushindana dhidi ya desturi zao kama ni lazima ili kuokoa jamii. Ujasiri wa Mekatilili wa kushindana dhidi ya desturi za jamii yake na pia kushindana dhidi ya wakoloni ulikuwa wa kushangaza. Tunapaswa kumheshimu kwa sababu hiyo mbili,
ambazo ni kuwa mtetezi wa jamii na mtetezi wa haki za wanawake. Hatua nyingine muhimu ambayo Mekatilili aliifanya ni kuchagua njia isiyo ya kivita ya kupinga ukoloni kabla ya kufikia hatua ya vita. Alitumia mahotuba na kuandaa watu kwa njia ya pamoja badala ya kuwaomba wachukulie silaha mara moja. Hii inaonyesha kwamba alikuwa na busara na akaelewa kwamba vita bila maandalizi ni hatari kwa watu wasio na silaha. Lakini baadaye alipoona kwamba Waingereza hawaiwi na njia za mazungumzo ya amani, aliambia jamii yake kuwa tayari kupiga vita. Hii inaonyesha pia kwamba mapinduzi ya kweli yanahitaji watu wawe tayari kutumia njia zote zinazopatikana kuweza kufikia uhuru. Mekatilili alikuwa mfano wa kiongozi anayeelewa kwamba amani ni muhimu, lakini sio kila wakati inafaa inapokuwa na unyanyasaji. Kwa kumalizia, tunaweza kusema kwamba hadithi ya Mekatilili wa Menza ni hadithi ambayo inapaswa kujulikana na kila Mwafrika. Yeye alionyesha kwamba wanawake wanaweza kuongoza harakati za kijamii na za kisiasa kwa ufanisi mkubwa sana. Alionyesha kwamba upinzani dhidi ya unyanyasaji unaweza kufanikiwa ikiwa watu wameungana kwa azma na lengo moja. Alionyesha kwamba utamaduni na desturi za jadi za Kiafrika ni silaha muhimu katika kupambana na wakoloni. Ujumbe wake ulikuwa wazi kwamba uhuru ni haki ya kila mtu na sio zawadi kutoka kwa mtu mwingine. Mapambano yake yaliweka msingi wa harakati za uhuru ambazo ziliongozwa na viongozi wa baadaye kama Kenyatta na wengine. Leo tunawajibika kumkumbuka na kuheshimu juhudi zake kupitia kuziendeleza harakati za haki na usawa katika jamii zetu. Nawaomba kwa dhati sana kusubscribe kituo chetu cha Ufalme Uliopotea, kupiga like video hii na kuandika maoni yenu. Mniambie ni hitimisho gani mnaloweza kufanya kutokana na hadithi hii ya Mekatilili na mapambano yake dhidi ya wakoloni. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tutaonana tena katika video zetu za baadaye za historia za mashujaa wa Afrika.